Pawa. Kwani hamna pawa? Uji pawa. Bunge pawa. Bunge pawa. Pawa. Haya, asanteni sana kwa jioni ya leo. Mimi nilisema bado nitashukuru Sakaja. Muende wapi usiku na mchana. Sakaja ni tuta. Mwenye ananiambia one time ataniambia kama nataka kuweka nyanya yake ama babu yake. Sakaja ni tuta. Tukiendelea kwa mada. Unajua hii Kenya mimi nilisema iendi vizuri. Sasa kama huyu mwenye wamefukuza huko amewacha bibi yake. Wamewatia nani bibi yake sasa? Sio kifukuza mtu unamfukuza na vitu yake yote. Kwa nini walifukuza yeye wakawacha bibi huko? Wamebaki na bibi yake. Na wapatia masaa 24 mkuu mmerudishia huyo mtu bibi yake na watoto wake na vitu yake yote ya nyumba. Hakuna kufukuza mtu, mnamwambia aende. Sasa aende wapi? Aende wapi na alikuwa ameoa na alikuwa na bibi yake, alikuwa na familia. Wallahi saa hii dunia inaisha. Niwaambia tu kweli. Mwenye alikuwa kwa hii mtu mzuri alikuwa baba Raila Amolo Odinga. Na vile baba Amolo Odinga alienda, ni kama alienda na mambo yake yote. Saa hii Wakenya tumebaki tu mikebe. Hakuna mwenye ako na akili saa hii. Saa hii hakuna mtu mwenye ako na akili, niwaambie tu kweli. Kuanzia tu kwa watu wote, hata watu wakubwa. Wenye wanataka usenata, wanataka MPC, wanataka sijui nini. Hawana akili. Akili yao saa hii ni maji. Wanatumia maji, hawatumia akili. Nikiangalia vizuri sana, watu wanajifanya hao ni majauri. Na hakuna kitu yenye wanafanya. Sasa angalia sasa. Kama huyo bibi niambie, amebaki na nani? Na yeye mwenyewe amekaa kabisa, amerelax. Amejiuliza bwana wangu akimfukuza. Akiwa wallahi mtu hawezi nifukuza, hawezi fukuza bwana wangu, ananiwacha hapa. Ule mahali bwana ataenda kukaa na yeye. Ni bila saa hata mimi sina bwana, ningekimbilia huyo bwana saa hii. Ako wapi niende? Aya, nataka niende kwa mada nyingine ya pili. Orengo. Ako sawa wapi? Sasa watu wanashikwa huko, ameambia watu waende maandamano. Watu wanashikwa na Orengo anaangalia. Sasa Orengo ulikuwa unatuma watu waende kwa moto, wao unawaangalia. Alafu ndio mwanze kutoa excuse hapo, kesho mwanze kwenda kuwatoa. Ndio muonekane sasa nyinyi mko mbele. My friend, hiyo nilisema Wajaluo ni wabaya. Wajaluo watakuingiza kwa moto kiona. Na watu tuliwaambia vizuri, msiende maandamano. Unajua Wajaluo wanakuanga na kichwa ngumu. Wajaluo msikiangi. Na kitu yenye mko nani mdomo mingi. Sasa ona saa hii. Saa hii wameshika watu huko town. Ati mnaenda Sabasaba. Sabasaba ilienda na baba bwana. Wachani kutupima akili. Saa hii hakuna maandamano. Kashaga anasema vizuri mambo yake, amsikiangi. Niliwaambia vizuri sana. Kuanzia saa hii, hata mtu aseme tunaenda maandamano. Kijana ya mtu usitoke kwa nyumba. Usiandamane. Kama una unga, enda uliza hata kama hii mkokoteni. Fanya kazi, nunulia familia yako unga. Wacha kukimbia maandamano. Saa hii wenye wameshikwa, wamepata nini? Wamepata nini kwa shilingi 500? Na saa nyingine hata kukua amekula hiyo 500. Orengo, ulikuwa umemlipa ngapi? Orengo, wewe nauliza, ulikuwa umemlipa pesa ngapi? Juu wewe umesimama hapa na wanabeba watu wakiweka kwa gari. Orengo, mwache kutumia watoto wa watu vibaya, tafadhali. Kutumia tu watoto wa watu, wacheni nayo. Niende kwa hii nyingine ya shule. Saa hii mchezo yenye uko shule, wenye walichoma shule wako hapa. Saa hii mimi Kisii niliona hiyo mchezo vizuri sana. Mwalimu ndio huyo huko, watoto ndio hao huko. Alafu hao watoto wametengeneza kitu kama maji. Sijui ilikuwa wapi. Hii sijui ilikuwa ya pilipili ama ilikuwa ya nini. Wanafanya tu hivi walimu hivi, wakipita. Mwalimu wako huko anarusha mawe, hao wengine wako huko wanarusha mawe na wamejifunika uso. Sasa hii ni mchezo ni unasikianga birikicho chanzu wakicheza, mwalimu akipitia huko nao wanapitia huko. Hii ilikuwa mchezo ya walimu. Walimu kama mmeshinda kufundisha watoto na kama watoto wasikii, chukueni watoto mrudishie wazazi. Sawa? Msingangane na hii mizigo
rudisheni wazazi. Hakuna haja ufundishe mbaba mzima. Kwani nani anataka akili? Ni yeye ama ni wewe? Sasa ninaambia walimu, hao watoto wasiwaletea nyanyanyati, mwanze kucheza mchezo ya birikicho. Mchezo ya birikicho iliisha kitambo. Sasa hii tunaangalia mbele, tuangalie nyuma. Sasa hii Kenya si mzuri, na Kenya si ya babangu ama ya mamangu. Sasa hii mwenye anataka asimame imara na afanye kazi yake na bidii. Na asanteni sana.